Ikiwa ni siku moja baada ya raia wa Uganda kushiriki katika uchaguzi mkuu, vikosi vya usalama nchini humo vimeripotiwa kuzingira makazi ya kiongozi wa upinzani na chama cha National Unity Platform NUP Kyagulanyi Ssentamu Robert maarufu kama Bobi Wine, katika hatua ambayo inatafsiriwa kuwa ni kizuizi cha nyumbani kisicho na uhalali wa kisheria. Mashuhuda na vyanzo vya NUP wameripoti kuwa askari wa jeshi la polisi ambao walikuwa na silaha nzito walifunga njia zote ambazo zinaingia na kutoka nyumbani kwake, huku baadhi ya askari wakiruka uzio wa nyumba bila idhini na kwanza kuweka mahema ndani ya eneo la makazi hayo. Lakini imeelezwa kwamba Kyagulanyi na mke wake walikuwa ndani ya nyumba wakati operesheni hiyo pia ikitekelezwa bila hati ya kukamatwa, amri ya mahakama au tamko lolote lile ambalo ni rasmi kutoka kwa mamlaka ambazo zimekuwa zikihusika. Hatua hiyo pia imeibua maswali mazito sana kutokea kwa watu mbalimbali kuhusu uhalali wake kikatiba, hasa pia ikizingatiwa kuwa inahusisha uvamizi wa faragha, kukiuka haki ya uhuru wa kusafiri na kuwazuia watu bila misingi ya kisheria. Wanaharakati na wataalamu wa sheria wanahitaji operesheni hiyo kuwa ni ukiukwaji wa haki za msingi. Lakini vyanzo vya upinzani vimesema kwamba tukio hilo ni mwendelezo wa mbinu za kuwabana viongozi wa upinzani, hasa nyakati za kisiasa zilizonyeti kama uchaguzi au maandamano. Hali kama hii pia imewahi kushuhudiwa mara kadhaa nchini Uganda na mara nyingi imekosolewa vikali na mashirika ya haki za binadamu ndani ya nchi na kimataifa kwa kudhoofisha misingi ya demokrasia na uhuru wa kisiasa. Lakini mpaka sasa hivi jeshi la polisi la Uganda na vyombo vingine vya usalama havijatoa maelezo yote yale kuhusiana na sababu au uhalali wa operation hiyo. Na wakati huo pia wakazi wa eneo la karibu wameripoti kuwepo kwa vizuizi vya barabarani, doria ambazo zimeongezeka na udhibiti mkali wa eneo hilo, hali pia ambayo inaongeza wasiwasi miongoni mwa wananchi kutokana na kutokuzoea kabisa hali kama hiyo. Lakini mashirika ya haki za binadamu yanaendelea kushinikiza utolewaji wa taarifa rasmi na kuheshimiwa kwa misingi ya sheria na katiba, huku pia wakieleza kufuatilia kwa ukaribu jinsi hali itakavyoendelea kutokana na uchaguzi huo pia ambao umekuwa ukiendelea nchini Uganda. Na tume ya uchaguzi ya Uganda imetangaza kuwa Rais Yoweri Museveni anaendelea kuongoza kwa 76.25 ya kura, sawa na takriban kura milioni 3.9 hadi kufikia leo asubuhi, wakati 45% ya vituo vya kupiga kura vilipokuwa vimeshawasilisha matokeo yao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mgombea wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine anashika nafasi ya pili kwa 19.85 ya kura ambazo pia ni takriban ya kura milioni 1.3. Tume ya uchaguzi imesema kwamba zoezi la kuhesabu na kuhakiki matokeo linaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku matokeo kamili ya uchaguzi huo yakitarajiwa kutangazwa kesho baada ya hatua zote kukamilika. Endelea kukaa karibu na mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, lakini pia usiache kusubscribe account yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale nchini Uganda katika zoezi la uchaguzi mkuu.